Maeneo ya viwanda sisi tumepanga kama halmashauri kupeleka miundombinu yote, kwa maana barabara zote, na tunajenga kwa kiwango cha rami. Maeneo yote tuliyopanga kuweka viwanda, kwa maana ya kongani zetu za viwanda kwenye halmashauri yetu, tunakwenda kupeleka barabara za lami mpaka maeneo yale na kusafisha yale maeneo ili kuvutia wawekezaji wengi zaidi. Lakini pia kwa zile bidhaa zinazozalishwa kwenye viwanda hivi iwe ni rahisi kuzisafirisha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tumewaahidi na tunakwenda kulifanyia kazi. Lakini jambo la msingi ambalo tumekumbushana hapa ni kwamba pamoja na uwekezaji wanaouweka hawa wawekezaji kwenye maeneo yetu, tunashukuru, lakini moja ya jamii ya kwanza kunufaika iwe jamii ya watu wetu wanaowekewa viwanda maeneo yale, pamoja na kulipa kodi vizuri katika serikali, pamoja na sisi halmashauri kukusanya kodi, lakini vijana wetu wapate kazi maeneo yale. Kwa hiyo tumekubaliana tutatengeneza bylaws ambazo zitamtaka kila mwekezaji kwenye eneo letu atuambie mapema angehitaji watu wa aina gani, ili kusudi tuchukue vijana hawa tuwapeleke VETA wakapate elimu ile ambayo wanahitajika kwenda kuitumia kwenye viwanda hivi, ili kusudi wapate kupata ajira nzuri watu wa maeneo haya, kwa sababu kuna baadhi ya viwanda watu wanaajiriwa hapa si wa maeneo yetu ya maeneo haya. Kwa hiyo watu wanaendelea kulalamika, especially vijana wetu wanaendelea kukosa kazi, ili hali kumetapakaa viwanda kwenye maeneo haya. Hili tumezungumza na tumekubaliana, na wamesema hili linakwenda kufanyika na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niseme tena, pongezi nyingi sana ziende kwa champion wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuliza nchi, kwa kuendelea kutuwekea mazingira mazuri ya kufanya biashara. Kwa hiyo Mungu ibariki Tanzania. Mungu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wafanyabiashara wa manispaa ya Kibaha kuwa karibu na kumonita mambo mengi ambayo yanaendelea. Mwingine kwa siku tumepakana Dar es Salaam. Kwa Tanzania soko kubwa la bidhaa yote ni Dar es Salaam. Kwa hiyo wawekezaji wengi wanaokuja kuzalisha wanawaza kwanza soko la Dar es Salaam. Kwa hiyo sehemu ya karibu ya kutoa uwekezaji ni wapi? Ni Pwani na namba za ndani. Ukienda takwimu za TIC mwaka jana mkoa wa Pwani umesajili milioni 881 ya uwekezaji. 2025 mimi ndio nimekuja kwenye halmashauri.